inaitwa takbiratul ihram. Maana yake takbira ya kuharamisha yale halali yale haramu, pale moja kwa moja kwa kweli ni haramu. Katika sala huwezi kula, katika sala huwezi kunywa, katika sala huwezi kuzungumza, katika sala huwezi ukacheka. Sasa ngoja nicheke, huwezi kugeuka huku na kule katika sala yako, ni haramu yote yale, ambapo kwamba ukitoa salamu tu assalamu alaikum wa rahmatullah, tayari huyo unarudi kwenye hali ya kawaida. Kwa na hii vile vile al-ihram maana yake inakuweka sehemu maalumu mpaka utapomaliza ibada yako, utarejea katika hali yako ya kawaida. Naam, inapendelewa sasa kwa yule mwenye kuhirimia, jambo la mwanzo kujisafisha mwili wake, akoge, atoe nywele zote ambazo kwamba zinatakiwa zitolewe katika sehemu ya siri, katika sehemu ya kwapa zitolewe, akate kucha. Haya ni mambo kwa muhimu katika mwili wake. Ikiwa mwili wake unatoa harufu mbaya, atafute kitu ya kuondosha harufu mbaya katika mwili wake, na haya maandalizi yafanyike mapema, usiokasubiri. Haina maana kwamba mimi kesho nasafiri, kwa hiyo nisubiri kesho ndio nifanye shughuli hii. Uweze kufanya leo, usifanye kabla leo. Almuhimu, unapokuwa katika hali ile ya kuhirimia, tayari umeshaleta matayarisho. Kwa mwanaume, ataepukana na kile ambacho kwamba chenye kuvaliwa kama suruali, ilikuwa ni bukta, ilikuwa mfano wa bukta, kilichoshonwa. Maana yake unachoweza kuingiza kiungo. Maana kushona maana yake unachoweza kuingiza kiungo, kama mkono wa shati, mkono wa kanzu, mguu wa suruali, yasivaliwe. Kofia sivae, kilemba sivae. Kwa hiyo kichwa chako kiwe wazi, kichwa kitakuwa wazi, na viatu vyake iwe ni kanda mbili au mfano wa kanda mbili, asikarufalia raba. Kwa wanawake, uso wake utakuwa wazi na mikono yake isivalie soksi. Kwa upande wa wanawake, ahakikishe kavaa nguo yake ya ndani, amevaa suruali yake tena ndefu, amevaa, zamani watu kuvaa shimizi, sasa hivi sio vaa nguo gani wenyewe wao wanavyozita wenyewe wao. Halafu baada ya nguo hiyo ndio inakuja kanzu yake, inakuja buibui lake, linakuja shungi lake kubwa, na vile vile kichwani avae kile kitambaa chake, kama ni kilemba gani najua mwenyewe wao wanavaa, ndipo nakuja shungi. Kuna siri nyingi katika tawafu pale. Ukasema ngoja joto ni jingi, ukavaa swali yako na kanzu yako na buibui lako, bado mwili unaleta joto. Kuepusha joto la mwili wako libaki mule ndani, ili kusudi ikitokezea mpishano, umepishana wewe na wanaume, basi umo katika amani. Kuna kesi uko mbele tutazielezea. Kwa hiyo kuhirimia kwako hakikishi umetimiza yenye yanayostahili. Utaepukana manukato. Ihramu yako usipake manukato, na mwili wako usiupake manukato, si kwa wanawake si kwa wanaume. Saddi dharia, hasa upande wa wanawake, hasa upande wa wanawake ndio zaidi. Kwa hiyo kabisa ibada ya umra haichukui masaa mengi, takriban masaa 3 kuna kitu tayari. Yani tawafu fanya saa moja na sa'i saa moja, kazi imekwisha. Masaa 2, muda mfupi sana. Kwa hiyo usiseme sasa mimi nitatoa harufu mbaya. La, umshakoga tayari, uko msafi, umeisafisha. Na tukasema kwamba masala ya ndevu zisinyolewe. Usikafika pale ngoja ninyoe ndevu kabisa, kwa maana kuasi wewe Mwenyezi Mungu halafu na kuabudu. Jawabu hapana. Itakuwa sana kinyume. Kwanza na kuasi,
baadaye na kuabudu. Maana yake nini? Kwa ndevu zibakishe kama zilivyo. Kwa hiyo sehemu za siri, sehemu za kwapa ndio unatoa. Tumejalia katika safari yetu tumeshavaa vazi yetu, tushafika sehemu ya kuhirimia. Kwa ndege sio? Kwa ndege sio? Kwa hiyo sehemu ya kuhirimia ukifika, miqati inaitwa. Sehemu ile pale ikiwa kwenye ardhi, ikiwa juu ya ndege, inatakiwa ni sunna kusali, lakini kwenye ndege huwezi kupata kusali. Sunna ihram huwezi kupata kusali. Kwa hiyo umeitayarisha airport vizuri pale mningi. Halafu sasa mkifika sehemu ya miqati mtapewa taarifa. Kwa hiyo pale miqati mkipewa taarifa na viongozi mnao, na ndege inajua imebeba watu gani, kwa hiyo moja kwa moja mtapewa taarifa kabla, jamaa miqati tumekaribia. Aliolala mke, alikuwa macho aitayarishe viongozi wako. Kwa hiyo lakini muhimu wewe mwenyewe umejua kwamba tayari uko miqati. Sio kusema ni mcha Mungu sana usali rakaa 2 uko miqati, lakini kwa ndege itakuwa tabu, hutozipata. Ama kwenye ardhi fanaam, lakini kwa ndege ukipata tambii kwamba tayari hapo jitayarisheni, ushaitaisha tayari matayarisho, lakini yenyewe ni vile kuwa macho, sio kwenda kuvaa sasa nguo. Ndio kwa wanaume tujitahidi sana asivae bukta yake wala nguo yake nyingine ya ndani, akahirimia hali ya kuwa na nguo zilizoshonwa, itakulazimu uchinje. Madam vaa nguo iliyoshonwa, basi itakulazimu uchinje. Nadhani kondoo au mbuzi haipungui dola 150 siku hizi kwa uchache. Ni ghali. Utatoa ngapi hizo? Mavazi yaliyoshonwa haruhusiwi. Narudia tena, utaisafisha mwili wako, utakoga hapa Tanzania hapa kwa ndege moja kwa moja hii. Naona ukifika, halafu utaepukana manukato, usikotumia ujanja ukasema napaka kabisa nguo yangu manukato baadaye nitaivaa. Wala usijipake manukato ukafika sehemu sasa wewe unaona harufu nzuri. Jabu, hapana. Fuata sheria. Epukana hivi vidogo vidogo kwamba havileti faida kwa kwa muda mfupi. Sehemu ya kuhirimia utaambiwa muda umefika, mtahirimia viongozi wako. Na kuhirimia tumesema kwamba nia yako ikukutane na talbia, mavazi umeshavaa na nia yako nawaitu adaa faridhata al-umra mutamati'an biha ila al-hajj lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik bi umra. Wewe tayari ushaingia kwenye manasik sasa, kama ulivyosema katika sala yako, nawaitu adaa faridhata, nawaitu usalli faridhata dhuhri 4 rakat lillahi ta'ala. Allahu akbar, umo ndani ya sala. Ulipotamka tamko Allahu akbar ni kilichokuingiza ndani ya sala. Na kule vile vile unaposema labbaika bi umra, umeingia kwenye umra tayari, baada ya kuleta nini? Talbia. Na talbia lazima uhifadhi. Kwa wanaume watatoa sauti, wanawake atasema kiasi cha kujisikia yeye mwenyewe, na ndio ibada yenyewe. Tunakumbushana hii talbia ndio ibada yenyewe, ikiwa ya haji au ya umra. Lugha nafahamika namna hiyo. Hii ndio ibada yenyewe. Usiokasema si nimeshasema tayari. Sawa, umesema, lakini hii talbia ndio nini? Ndio ibada yenyewe. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Ndio ibada yenyewe. Naam.
Sasa baada ya kwamba wewe ni muhrim tayari, umeshaingia ndani ya ibada ya haji au ya umra kwa kuleta talbia, kwa kuleta nia yako na kutamka kile ulichokusudia, kuna mambo ni haramu. Tumesema umeharamisha. Mambo gani hayo? Jambo la mwanzo kabisa, kwa wanaume kuvaa nguo iliyoshonwa, haram. Ukivaa nguo iliyoshonwa itakulazimu uchinje. Jambo la pili, kufunika kichwa chako, usifunike moja kwa moja. Jambo la tatu, masuala ya kuwinda au kula kilichowindwa, ukawinda au kula kilichowindwa, yote hayo hatakiwi. Ikuwa ni kuku, ikuwa ni mbuzi, ng'ombe, samaki, ngamia, hao naam. Lakini ukawinda kule, ikuwa kafukuzwa wale njiwa kule, au katoka nyama yako pori kaondoka nayo kwenda kula, hapana. Kila kitu kina kanuni zake, kina sheria zake, moja kwa moja. Uliambiwa ujitayarishe kabla hujahirimia, kujisafisha mwili wako. Kwa hiyo kutoa chochote katika mwili wako, katika nywele na kucha, huruhusiwi. Na kucha kata kabisa kabla ya kuhirimia, nywele vile vile kabla ya kuhirimia. Katika mwili wako sehemu yote ile pale huruhusiwi. Yaqullahu subhanahu wa ta'ala, wala tahliqu ru'usakum. Sasa hapa masuala kesho nywele, lakini hata haya katika mwili wako usiyatoe, usiyangoe, hauruhusiwi. Nafasi ulipo mapema. Masala ya kuposa na kuozesha na kuoa, Mwenyezi Mungu amekataza moja kwa moja, huruhusiwi. Kwamba mimi ni fulani tumeoana msimu wa haji, alikuwa shahirimia, sheria haikuruhusu. Moja kwa moja kilichokupeleka pale kufanya ibada, fanya ibada yako kwanza. Kama za ibada yako tofauti zako nyingine. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Arrafath wala fusuqa wala jidala, kwa jimai na mukaddima wake hairuhusiwi moja kwa moja. Yaqullahu subhanahu wa ta'ala, wa hurrima alaykum saydu albar, imeharamisha kwenu nyinyi kiwindo cha bara, maadumtum huruma, hali ya kwa nyinyi mshahirimia tayari. Moja kwa moja mmekataliwa kwamba msiwinde wala msile kile kilichowindwa. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum, msiwinde hali ya kuwa mshahirimia tayari. Kwa hiyo haya mambo lazima uyajue, uko wapi, unakwenda kufanya nini, na umepewa amri gani. Nani kakupa amri ile? Allah subhanahu wa ta'ala. Anta al-abidi, wewe ni mtumwa. Mtumwa kwa bwana wake hana khiari. Kwa hiyo wewe kwa Mola wako huna khiari. Yajibu alayka an tuti'a, an ta'tamila bima amaraka, umtii na ujiamrishe yale ulioamrishwa. Mara moja bwana mmoja aliwinda kiwindwa chake, akaona zawadi mzuri nimepata, nimpelekee bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zawadi bwana Mtume sallam. Kibidi kile bwana Mtume sallam tayari ameshahirimia, ni muhrim tayari. Akamrejeshea, mwambia hapana. Alipoona usoni mwake kuna sura imebadilika, katoa zawadi yake imerejeshwa. Akaona sasa nimfahamishe lengo hasa kwa nini kamrejeshea. Akamwambia bwana Mtume sallam, kumwambia yule mtu, inna lam naruddahu alayka, sisi hatukurejeshea bure bure huyu mnyama uliotupa zawadi, illa anna muhrimun, isipokuwa sisi tumeshahirimia. Na mtu akihirimia kiwindwa chochote kile, hata kama kapewa zawadi, hatubii.
Kishakuwa kiwiliwele kile ni cha bara, ni mnyama, ikuwa ni sala, ikuwa digidigi au mfano hao, cha msingi huruhusiwi kipindi kile. Itikabul maasi, kufanya maasi. Maasi kufanya wakati wote ni haramu, walakin musimu alhajj ashad hurma, ule haramu unaongezeka, na hasa kama kushahirimia inazidi zaidi. Ala sabili mithali, mwezi wa Ramadhani, watu wengi mwezi wa kula mchana wamesahau ibada. Ikifika Ramadhani, mwezi wa haki huu, kama vile mtu fanya makosa anashuka, mwezi wa haki huu. Sasa msimu wa haji, hasa kwa waliohirimia, na hasa katika ile sehemu yenyewe ya ibada, ukifanya makosa dhambi zake zinaongezwa zaidi na zaidi na zaidi. Saghir yasiru kabira, dogo linageuka linakuwa kubwa. Wal kabir inakuwa akbar, inakuwa kubwa zaidi. Wa akbar inakuwa ni fahisha, fahisha kwa afhash. Daraja za madhambi hizo. Tutoe mfano ambapo kwamba ipo wazi. Zina ni zina. Mtu kasafiri kutoka hapa kwenda mikoani kufanya zina, halikuwa ni mkazi wa Dar es Salaam. Zina ni zina ile. Na mwingine kazini na jirani yake, na mwingine kazini na mama yake au dada yake, yote zina moja, lakini daraja ziko tofauti. Kwa hiyo alokwenda huko mikoani, hukumu yake haitolingana na wale jirani, na huwa jirani hatalingana nani na yule kwa mama yake au dada yake. Kwa hiyo makosa ukiyafanya hapa Dar es Salaam, tofauti ya kwenda kuyafanya huko katika mji mtukufu wa Maka. Tofauti vile vile ukafanya makosa yale umeshahirimia, halafu kwenda mji mtukufu wa Maka. Tofauti. Kwa hiyo makosa ni makosa, usitekeleze hapa wala kule. Kwa hiyo ndipo akasema kufanya makosa makubwa inakuwa madhambi yake yanaongezeka zaidi na zaidi. Tukazungumzia wanawake wasifunike uso wao, na wanaume vile vile wasifunike kichwa chao. Wanawake wasivae socks. Mambo ambayo ni mubaha kwa mwenye kuhirimia, halali. Kwanza kukoga ni halali, lakini pindi unapokoga uchukue tahadhari. Unaosugua mwili wako sio kwa ncha ya vidole na kucha, bali kwa matumbo ya vidole haya au kwa viganja. Ile nywele ambayo kwamba tutaiona kama kwa kutia udhu au kwa kukoga, umekosha kichwa chako, ile ni maiti, hukumu yake ni maiti, isikutie wasiwasi. Lakini ukajikwaruza kwara kwa kucha, sasa itakuwa mfanya kusudi. Zikitimia 3 hukumu yake nyingine, ikiwa 1 hukumu yake nyingine. Kwa hiyo matumbo yako ya vidole unajisugua kwa kupitia matumbo yako ya kiganja chako, sio kwa kucha. Kuepusha nini? La pili, utakapokoga usitumie sabuni, kwa lugha ya Kiswahili sabuni mzuri. Usichukue lefboy yako hapa uko naam, hii mzuri hii nikaitumie, ni manukato yale, huruhusiwi. Kwa hiyo kuwa na koga, chukua sabuni zako hizi za kawaida hizi ambazo kwamba hazina manukato. Wala usichukue mswaki wako ukaanza kutia dawa ya mswaki yenye manukato. Yote manukato hayo.
yote ni manukato, epukana nayo. Ukishamaliza ihram yako, fanya koga, paka mafuta yako, tumia vitu vyako, lakini hali yako umehirimia, hujamaliza ibada, haya yake pembeni, si muda mrefu, muda mfupi sana. Kwa hiyo inafaa kukoga, inafaa kujipaka sabuni, inafaa kubadilisha nguo zako za ihram ukavaa nyingine, lakini kwa mfumo ule ule uliokuwa nao. Inafaa kama kawaida, kavua yale ukaweka pengine imechafuka, nipe nyingine, ukavaa nyingine kama kawaida, lakini uvaji wako uwe ule ule, si kwa wanawake wala kwa wanaume, hukumu moja. Mara moja masahaba wawili walivutana katika mambo ya kisheria. Je, muhrim anakoga? Sema hakogi. Ndio sema anakoga. Sema hapana. Huyu alikuwa Abdullah bin Abbas pamoja na Musawwad. Wakaamua sasa kwenda kuuliza. Abdullah bin Abbas akamtuma mtu moja kwa moja ende akaulize kwa Abu Ayyub al-Ansari. Fawajadahu, akamkuta yule mtu yaghsilu baina qarnaini wa mustatir bi thawbin, anakosha baina upande wa huku na upande wa huku, sehemu za pembe mbili, maana sehemu mbili, upande wa kulia na kushotoni. Akatoa salamu, ambia nani wewe? Ambia Rasulu ibn Abbas arsalani ilaika as'alu, ni mjumbe wa Abdullah bin Abbas kanituma kwako wewe nikuulize, kaifa kana yaghsilu sallallahu alayhi wasallam wa huwa muhrim, vipi alikuwa anakoga au anakosha kichwa chake bwana Mtume sallam alikuwa ni muhrim, atakajue. Suala zito. Kaifa kana yaghsilu sallallahu alayhi wasallam ra'sahu wa huwa muhrim, akachukua nguo yake akaiweka kichwani, ikawa sasa ambia mimi na maji anaivuta vuta kwa nyuma, ambia hakadha raaitu yafalu sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo anafanya, hivi ndivyo alivyokuwa anakosha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kichwa chake. Kwa jawabu ikapatikana kwamba mtu anakoga na anakosha mwili wake, kichwa chake, miguu yake, hali kwa meharimia. Yasiru wala tuasiru, tufanye wepesi, tufanye uzito. Yale ambayo kwamba tulokatazwa tujikataze, yale ambayo kwamba ni mubaha kwetu sisi ni halali tutatumia inshallah. Kwa hii ni halali kukoga na kukosha mwili, iko ni kichwa au miguu, isipokuwa shati tumeelezea, jitahidi sana usitumie kucha zako, tumia matumbo ya vidole au viganja. Kujifunika kwenye hema, kama kwenye nyumba, ndani ya gari, mkifika mtautia magari mkota lepa lake limekata kule, unaingia mule kama vile katika lori ambayo kwamba liko wazi, lakini tashdidi nayo ni mbaya. Tashdidi ni kwa sasa kufunika kichwa, maana yake ikagandana baina kofia yako na kichwa chako kwa wanaume, sio iko juu kabisa kule mbali, haigusi kichwa chako, la. Kwa kujifunika, kujificha kivuli, ukachukua mwamvuli ukaweka juu kabisa kabisa, inafaa kama kawaida. Ulichokatazwa isigandane baina nguo na kichwa. Utakapolala jitahidi kichwa chako usikifunike. Utakapolala kichwa usifunike, na wanawake utakapolala uso wao usiufunike. Umeharibia kichwa kiwe wazi, ikiwa fil yaqdha au fil nawm, kichwa kiwe wazi moja kwa moja mpaka utamaliza ibada yako.
haichukui muda mrefu ibada ya umra. Kula chakula cha baharini, samaki inafaa kama kawaida, na ambacho kwamba si cha kuwindwa inafaa kama kawaida. Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu, ni halali hivyo. Mwenyezi Mungu atupa habari kwamba ni halali kuvitumia moja kwa moja. Mata'an lakum wa lisayara, kwamba ni starehe kwetu sisi na misafara yetu kachukua kama kawaida, inafaa kama kawaida. Chakula cha baharini inafaa, mbuzi, ng'ombe, kuku, vyakula hivi vya kufuga, wanyama wa kufuga inafaa kama kawaida. Kilichokataza mnyama pori wa kuinda. Tabia unapovaa msuri ihramu ile pale, huenda ikawa inaweza kuteremka kwa kupiga fundo au kujifunga mkanda ili siteremke, inafaa. Na kwa kuhifadhi vitu vyako ndani ya mkanda wake ule, inafaa kama kawaida, inafaa kama kawaida, isipokuwa kuishona. Tufuate tulichosomeshana. Utakutia watu kule anipiga pini kuanzia mwanzo mpaka mwisho ihram yake, kaivaa apiga pini. Sasa tofauti yake nini? Kushona kwa waya na kushona kwa uzi. Kushona ni kushona tu, si lazima kwa cherehani. Utakuta kule kaipiga pini hii ya juu moja kwa moja mpaka, na hii ya chini vikaipiga pini wewe moja kwa moja kule. Mambo gani haya? Kufunga mkanda inafaa isiteremke. Rubege yako kama kawaida unaiweka, haitateremka inshallah. Kuwaua wadudu wenye kuudhi. Kuna wadudu 6 na zaidi ya 6. Kama ni halali kuwaua wadudu wenye kuudhi, wenye madhara. Qala Nabii sallallahu alayhi wasallam 5 fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. Wadudu hawa katika halali na katika haramu wanauliwa. Wadudu 5: alhayya wal aqrab, nyoka, nge, panya, mbwa huyu mwenye kutafuna watu, kunguru, utajumlisha vingine. Nge unampata tandu kwa moja, mfanano moja kwa moja. Kwa tuwepo mfano mdudu mwenye kudhuru. Kwa hiyo sisimizi sio tumpa hukumu gani? Kwa hiyo ushafahamu tayari. Je, wasage? Jawabu hapana, waje safari zao. Lakini kuna mdudu huyu analeta madhara, ana maudhi, katika hali yote namuua, umekatazwa kuinda. Na ukopa nafasi ya vidudu hivi au wadudu wenye kuleta madhara, nyoka muue. Utauliza, nyoka tokea wapi? Mnakwenda Mina, mnakwenda Arafa, mnakwenda Muzdalifa, naudhu billahi min dhalika, yasitokezee hayo. Lakini kitokezea, nafasi ushapewa moja kwa moja. Narudia tena, kuna mambo ni halali kwa mwenye kuhirimia. Kwanza kukoga, kukosha kichwani nywele zake, kukosha mwili wake, inafaa kama kawaida. Ikiwa na dharura, ikiwa hana dharura, dharura ya kisheria alivyokusudia, kwamba huyu tayari ana hedhi, ishamalizika hedhi yake, ana nifasi, imalizika nifasi yake, kafikwa na janaba. Sasa kukoga inafaa, jawabu naam, afanye haraka ndio kukoga. Na vile vile mwili wake umechafuka, labda mavumbi ni mengi au tope au ghairu dhalika, au jasho ni jingi, kwa majosho, kwa josho la dharura au josho la kawaida, inafaa kama kawaida. Na vile vile kubadilisha nguo, ihramu hii imechafuka na eka nyingine, navaa nyingine, au inanibana au kadha kadha na eka nyingine, basi nyingine,
lakini kwa mfumo ule inafaa. Na tukasema ni halali kula chakula kiwindwa cha baharini, inafaa kama kawaida. Kuku, mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia inafaa kama sio kuwinda. Ukafunga mkanda ule msuri wako, ukafunga mkanda au kupiga fundo usiteremke, inafaa kama kawaida. Kuua wadudu wenye kuudhi, kwa ni panya, ikuwa ninge, nyoka, kunguru, mbwa kutafuna watu, tandu wa mashbaha ulai na mfano wa hayo, nafaa kama kawaida. Naam. Almawaqitu miqatu. Almiqat ile sehemu kuna kuhimia ile ziko namna mbili, azamani wal makani. Azamani ni kuanzia mfungo mosi, mfungo pili na sasa mfungo tatu, siku 9 mfungo tatu. Tunafahamu na hiyo. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, alhajj ashhuru ma'lumat. Ibada haji ina miezi maalum, kwa mfungo mosi na mfungo pili na siku 9 za mfungo tatu, mwezi mosi, 2, 3, 4 mpaka mwezi 9. Wako walikuwa nasema siku 10 wala yani 10 na siku 10 yale. Kwa hii inaitwa ashhurul hajj, miezi ya hajj moja kwa moja. Halafu kuna miqatu almakani, sehemu ambazo kwamba haddada Nabii sallallahu alaihi wasallam ameziwekea mipaka, bwana mtume kazipanga. Kuna sehemu tayari bwana sallam amezipanga. Waqata Rasul sallam li ahli almadina, amewekea miqati bwana mtume sallam kwa watu wa Madina, sehemu kwamba tahrimia ayahillu min Dhi Hulaifa, wao sehemu yao ni Dhi Hulaifa, Abi Ali Dhi Hulaifa. Kwa hiyo kutoka Madina unakuja zao kufanya ibada, hata kama ni Mtanzania, madamu utokea Madina unakuja kufanya ibada Maka, utapita Dhi Hulaifa, utahirimia pale. Wa al Najd qala almanazil, watu wa Najdi, ametokea Najdi na watu watokea upande wa Najdi, yule mmepitia Najdi kule, hata kama Tanzania lakini umetokea upande wa kule, qala almanazil. Wa ahli Sham, na watu wa Sham na wenye kutokea upande wa Sham, hata kama ni Mtanzania. Kwa hiyo kuna sehemu kwamba wamewekewa wao. Wal al-Yaman, watu wa Yemen wanakuwa ni ya Lamlam, watu ambao kwamba tokea upande wa Yemen kwao ni ya Lamlam. Kwa hiyo kwenye ndege pale mtapewa taarifa, mtakapopita pote pale mtatoa taarifa, tunapita miqat, au umepita sehemu ambapo ni katika ardhi, mtapitia sehemu ile pale moja kwa moja. Wal al-Iraq dhati irqi, na watu wa Iraq dhati irqi. Kwa hiyo kuna mawaqiti ambazo zimepangwa. Bwana Mtume sallam katokea nidhamu, kila sehemu ina mpangilio, lazima ufuate mpangilio uliopangwa. Ukichunguza kwenye sala kuna mpangilio maalum ndani ya sala. Imam biastau wastaqimu sawu sufufakum wasudul furaj, mpangilio, nidhamu maalum, lazima ufuate nidhamu. Kwa hii nidhamu lazima ifuate. Bwana Mtume sallam anamfundisha kijana wake, anamwambia ya ghulam samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika, mtaje Mwenyezi Mungu, sema bismillah, tena kula kwa mkono wa kulia,
tena ule chakula chukua karibu yako mbele yako. Baada ya kuona chukua hapa na chukua hapa na chukua hapa, hapana. Kwa na sisi tunakwenda kufanya ibada ya haji, nidhamu lazima uifuate. Unavaa vazi lako vipi? Ihram yako ivae juu ya kitovu, sio chini ya kitovu. Kitovu ni katika aura kwa wanaume. Tutafundisha jinsi gani kuifunga ihram. Kwa hiyo kuhirimia tutafundishana. Sheria ifuatwe kama ilivyopangiwa. Usiingize ya kwako. Atalbia. Talbia mkataba huu ndio ibada yenyewe. Talbia al-iqama nake ni kukaa katika ile sehemu yenyewe. Sasa kuna kitu maanawi wala hisi. Hiki maana tu. Hii kwa kuhisi hasa kama vile hisi kitu nashika inakamata ndio hisi. Lakini kimaana maana yake imo ndani ya moyo wako. Kama mimi sasa hivi nina udhu. Uko wapi udhu wako? Tuoneshe. Uko wapi? Ushati udhu wangu wewe ushautoa. Nimeutoa kwa wapi? Kwa kimaana kama vipi mimi nina udhu? Kimaana mimi sina udhu. Kwa hiyo kuna kitu almaanawi tuizingatie. Kwamba vipi kile kitu kipo ndani ya moyo nacho. Sio unacho kwa mkono kama hivi umekishika au umekigusa, la. Sasa tukasema asli yake ni al-iqama bil makan, umekaa sehemu. Talbia. Tena wa mulazamatul hal, umelazimika na hali ile ile uliyokuwa nayo. Umekaa sehemu halafu ukalazimika vile vile. Labbaik. Sema labbaik. Ana muqimu ala ta'atik. Ana muqimu. Mama ni mkazi. Kuna msafirun wal muqimun. Ana musafir, mimi msafiri. Ana muqimu fi Dar es Salaam. Ni mkazi wa Dar es Salaam. Ana muqimu fi ta'atik. Maana yake mimi naishi kwenye taa yako. Asubuhi, mchana, jioni, usiku, alfajiri, asubuhi, mchana, jioni. Wewe ni makazi yako ni wapi? Fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzingatie vizuri hiyo. Ana muqimun fi Dar es Salaam. Mimi naishi Dar es Salaam. Ndio makazi yangu, nakaa Dar es Salaam mimi. Ana muqimun fi Morogoro. Mimi naishi Morogoro, ndio makazi yangu ninapoishi mimi. Ukinihitaji niko Morogoro mimi. Moja kwa moja. Ana muqimu fi ta'atika ya Allah. Mimi naishi nakaa kwenye taa yako, ndio makazi yangu mimi. Umo ndani ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhi, mchana, jioni, usiku, alfajiri, asubuhi, wewe muda wote tu. Huna siku maalumu. Huna miezi maalumu. Huna saa maalumu. Bali anta fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Umo ndani ya taa Allah subhanahu wa ta'ala. Kula kwako, kunywa kwako, kutembea kwako, kusafiri kwako, kurejea kwako, makazi yako nyumbani, mavazi yako, rafiki zako, ibada zako. Anta muqimu fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Unaishi katika taa ya nani? Sasa hii ni unasema labbaik Allahumma labbaik. Kwamba mimi naishi katika taa yako, Mwenyezi Mungu, Mola wangu. Labbaik la sharika laka. Kwamba nimekuitikia wewe, naishi kwenye taa yako, huna mshirika. Na fi sharika. Unamurusha hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Shukrani zote, neema zote,
wal mulku alhaqiqi, ufalme wa hakika, sio majazi. Wafalme wako wengi tu, lakini majazi nasema inajuzu. Kuna mfalme wa Saudia, yuko mfalme wa Omani, kuna mfalme wa Qatar, mfalme mara kafariki, kaja mwingine, yuko mfalme wake, huwa fi turabi, umekwisha. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa malikul haqiqi, ni mfalme wa hakika. Sasa kwa namwambia innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka, huna mshirika wewe. Unarudia rudia, ndio ibada yenyewe. Kwa labbaika, unamuitikia kwamba mimi nipo kwenye taa yako, Mola wangu, ya Allah, Allahumma naka ya Allah, labbaika ya Allah, Mola wangu. Labbaika la sharika laka, manake sikushirikishi na yeyote, nipo kwenye taa yako. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku, na ufalme vile vile. Sasa pima maneno uliyosema, unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe unaishi, unakaa maisha yako yote, asubuhi, mchana, jioni, usiku, alfajiri, kazi zako, mavazi yako, mambo yako yote, kwamba unaishi ndani ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa baadaye fikiria, ukaenda kinyume vipi? Itakuwa umesema kweli, umefanya khiana. Ukaenda kinyume na haya maneno, na kule akifika yanaandikwa, yanatajwa, ukile ukitaja yanasikilizwa, yanaandikwa, unaweka mashahidi, ilikuwa ni mawe, ilikuwa ni miti, ilikuwa ni udongo, ilikuwa ni milima, unaweka kama ulipita hapa, kama vile unaosali vile, umeweka shahidi tayari, ili siku ya kiyama wanasema ushahidi alipita, ushahidi wake uwapa, akasema ushahidi wake uwapa. Hukumu yake, huwezi kuwa muhrim kama hukuleta talbia. Kama vile katika sala, huwezi kuwa ndani ya sala kama hukuleta takbiratul ihram, na wewe huwezi kuwa ni muhrim kama hukuleta talbia. Kwa nia yako na talbia viambatane, unakuwa ni muhrim. Kama ilivyokuwa nia katika sala imeambatana takbir ihram, umekuwa ni tayari vipi, sharimia tayari. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, jaani Jibrilun faqala, bwana Mtume atuambia kwamba alinijia mimi Jibril, basi akasema mur ashabaka, waamrishe masaba zako, falyarfa'u aswatahum, wanyanyue sauti zao, bitalbia. Kwa bwana Mtume alipokuja Jibril alayhi salam, akamwambia bwana sallallahu alayhi wasallam kwamba waambie masahaba zako, waamrishe, wanyanyue sauti zao kwa talbia. Fa innaha min sha'air alhajj, kwamba hizi ndio shaira, ndio sha'air, maana yake ndio alama, kwa sababu sema ndio nembo. Kwa vipi? Mahujaji wale ni kwa moja. Ha, muhimu sana kuzingatia humu ndani ya ibada. Ukipita masokoni humo unasikia zogo huko, weka maajabu ajabu, ndugu zetu wa Kristo bwana, hao ni haya. Wewe unataka kumuonea haya pale, utaona huyu hapa jirani yako unafuata naye, utamuonea haya kule talbia. Shetani katawala. Kwa hiyo talbia yako uwe nayo kwa sauti, itoke na wanawake kujisikia yeye mwenyewe, na wanawake mtahimizana. Ukimkutia mwenzako yenye sauti, mshtue, oha, punguza kidogo sauti yako. Sautul mar'a aura. Yes, ndio mwanamke ni katika sehemu ya utupu. Kwani ukakatazwa usitoe sauti yako kwa shughulisha wanaume.
Kwa hiyo huwezi kuwa muhrimun mpaka ule talbia, na talbia ile ndio ibada yenyewe utaiendeleza. Anasema ma min muslim, hakuna muislamu yoyote yulabbi illa labba, akaleta talbia isipokuwa na wale watamuitikia talbia ile, man an yaminihi wa shimalihi min hajarin au shajarin au madarin hatta tanqatu al-ardu min hahuna wa hahuna. Ukileta talbia ukaileta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, kila ukileta talbia. Kwa hiyo jue ikiwa ni miti, ikiwa ni mawe, milima, vinakuitikia mpaka siku itakapomalizika dunia hii. Tayari sheka alama yako kule, vinakuitikia na ushahidi siku ya kiyama. Hii ni nguzo ya kwanza ya nini? Al-ihram, kwamba ni miongoni mwa faida za al-haji. Hata kwa ushahirimia, wataka kuuza kitu chako, wataka kununua, almuhimu uko sehemu gani, basi kwa kuhirimia tu hujakatazwa kutoa maelekezo. Kwa kuhirimia tu hujakatazwa kuuza au kununua. Kwa kuhirimia hamna tabia yote, isipokuwa inategemea upo sehemu gani. Nafahamiana namna hiyo, upo sehemu gani. Asabi mithali, katika tawafu huku unatufu, ule mzigo peleka bana, mwambie kubebeza kabisa. Kweli mazungumzo, lakini munasibu hal. Ndio namna hiyo. Kwa kuhirimia hapana, unafanya shughuli kama kawaida. Utauza, utanunua. Sio namna hiyo. Barua utaandika kama kawaida. Simu napiga kama kawaida. Nadhani nafahamika kwa hiyo Na ndio maana ukifika kule una pesa zako, utakwenda kununua pale, utanunua pale, utanunua pale. Halikuwa umshahirimia tayari. Anasema nguo za ihramu zinachafuka. Je, kutumia nguo ya mtu ambaye kwamba amekupa, chukua hii utaongezea huko, inafaa? Jabu inafaa kama kawaida. Hadia wala hiba haikatazwi. Shafahamu na hiyo. Chukua hii, itakusaidia huko. Inafaa kama kawaida. Kwa sababu lengo ni gani? Ile hiba, tahadu tahabu. Peni hadia mtupendana. Mfahamu kama hiyo. Kwa hiyo kuchukua nguo ile pale inasaidia vile vile, imechafuka ile pale ukachukua nyingine. Ukavaa nyingine na ukaifua ukaianika, ikikauka ile kuvaa kama kawaida. Si lazima nguo mpya 100%. Inafaa kama kawaida. Haya. Tuingie nguzo ya pili kwa sababu baadhi ya mambo yatajirudia rudia. Nguzo ya pili ya tawaf. Tawafa yatufu tawfan tawafan. Hala hama haula hima. Amezunguka dara amezungumka, ametembea mule kwa kuzungumka. Tawafan ay dara wa hama, maana yake amekuwa anazungumka mule. Ama kisheria wa dauran haula Kaaba, dauran haula al-Kaaba ni kuzungumka pembeni mwa Kaaba. Badan min rukn hajar aswad, hali ya kuanzia katika nguzo ya jiwe jeusi, kona ile kona ya jiwe jeusi unapoanzia wewe pale. Mururan bil arkani thalathat al ukhra, hali ya kupita nguzo nyingine tatu zilizobakia. Nguzo tatu zilizobakia unazipita. Wantihaat, na kumalizia birukun hajar aswad, pale pale ulipoanzia. Kwa maana hiyo kule kuna pembe 4. Pembe ya kwanza kabisa ni ile rukun hajar aswad. Halafu utakwenda pembe nyingine 3. Utakwenda ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa ile ilianzia ni ngapi? Ni ya 4. Wakati unazungumka kuna rukun hajar aswad, ndi kituo chako cha kuanzia. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar.
naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar. Halafu unazungumka, unaweka upande wa kushoto, unazungumka moja kwa moja. Ndio maana akasema kwamba huwa dauran haula al-Kaaba, ni kuzungumka pembeni mwa Kaaba. Bad'an birukn hajar aswad, hali ya kuanza katika nguzo ya jiwe jeusi. Mururan, hali ya kwamba unapita, huyu mtu anapita bil arkani thalatha ukhra, nguzo nyingine 3. Wantihaan bil hajar aswad, na kumazia pale pale. Liutimma shawt al-awwal, ili atimize mzunguko wa kwanza. Tena akasema wayatakarrar 7 marat, atarudia mara 7. Atarudia mara 7 maa tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, hali ya kuwa anatamka sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Rudia tena. Nguzo yetu ya kwanza pana jiwe jeusi hapa, utaashiria kwa mkono wako wa kulia, sio wa kushoto. Bismillahi Allahu akbar. Taanza Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibali sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mabrar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika. Dua nyingine mbalimbali, adhkari nyingine mbalimbali, ikiwa soma Qur'ani utakwenda nayo mpaka ruknul yamani. Hii ya 3 inaitwa ruknul yamani. Ukiweza kuigusa utaigusa, uwezi basi kuanzia hapo mpaka hapa. Kwa hiyo hapo sasa ni kitu gani? Ni Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Unakuna nayo dua ile mpaka pale. Tunafahamiana eh? Kwa hiyo anasema tawafu manake ni dauran haula al-Kaaba, ni kuzunguka pembeni mwa Kaaba. Ina pembe 4, manake ina vile kona zile ziko 4 jumla zile. Unaanza rukun hajar aswad, unamalizia rukun hajar aswad. Na unapoanza pale bismillahi Allahu akbar, ima utaigusa, watu ni wengi, utashika kwa mkono wako wa kulia, unaelekea bismillahi Allahu akbar. Masharti yake ya kwanza kabisa, yule mtu tohara, hana hedhi, hana nifasi, na vile vile kati ya udhu. Sharti ya kwanza kabisa. Jambo la mwanzo kabisa, inna awwal shay bada bihi Nabii sallam hina qadima Makkah tawaddaa wa tafa. Tunahadithiwa Nabii Aisha radhiallahu anha, inna awwal shay bada bihi Nabii sallam, jambo la mwanzo alladhi ambalo kwamba baada ya bihi nabiyu, alolianza bwana Mtume sallam, hina qadima Makkah, pindi alipofika Makkah, tawaddaa, alitia udhu, thumma tafa. Kwa hiyo udhu jambo la mwanzo ni hilo. Na vile vile kuna riwaya nyingine, qala sallallahu alaihi wasallam ya Aisha wa hiya haidhun, bwana Mtume alimwambia bibi Aisha aliyekuwa na hedhi, wako Makkah wakati huo, faqdi ma yaqdi al-hajj, tekeleza yote anayotekeleza mwenye kufanya ibada ya haji. Yatekeleze, ana hedhi huyu, lakini mbaya tekeleze. Kwa maana atakwenda Mina, atakwenda Muzdalifa, atakwenda Jamarati, atakwenda Arafa, atahirimia kama kawaida, illa isipokuwa ambia ghaira alla tatufi bil baiti hatta taghtasili, isipokuwa usiokatufu al-Kaaba mpaka utakapokoga ukatia udhu wako, ndipo utatufu.
Rudia tena. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Aisha radhiallahu anha, wa hiya haidhun iqdi ma yaqdi alhaj, tekeleza anayotekeleza mwenye kuhiji, ghaira alla tatufi bilbaiti, isipokuwa usitufu katika nyumba tukufu, hatta taghtasili, mpaka utakapokoga. Ukishakoga umetoharika, ukatoa udhu wako, ukishatoa udhu wako moja kwa moja sasa hapo utatufu. Kwa hiyo tawafu sala, tawafu ni sala, lazima iwe una udhu. Ila Allah subhanahu wa ta'ala abaha lana alkalam, katuhalishia mazungumzo. Faman takallama fala yatakallamu illa ma fihi au bihi khairu, asiseme isipokuwa ndani yake yenye khairi. Kwa hiyo tawafu ni sala, lazima ina udhu. Hiyo sharti ya mwanzo. Ya pili, sitrul aura, kufunika utupu. Tumetoa maelezo mawili kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake. Tukasema wanaume hakikisha ihramu yake imevaa juu ya kitovu, ifunge na mkanda isiteremke, kwa sababu sura kitovu ni aura. Na vile vile sio kapachika juu mpaka kama magoti yanaonekana. Baina sura rukba ni aura kwa wanaume, yafunike magoti yako. Lakini usiburute ikawa huyu wa nyuma wako anayekanyaga na vaisbali vile vile. Sheria imekataza kuvaa nguo ikaburutika. Sheria dini kwa wanaume imemkataza mwanaume asivae nguo yake burutika. Ukaona ndio kupendeza, ndio kumudhi Mungu kule. Vaa nguo yako kwa kiasi. Kwa hiyo ihramu yako ukivaa isije kwa umevaa mpaka magoti yanaonekana, na vile vile sio kaivaa tumbo lako kitovu kinaonekana. Na upande wa wanawake tumesema hakikishe kavaa nguo zake za ndani zimekamilika, amevaa swali ndefu, ni sitara zaidi. Katika kustirika zaidi mwanamke kuvaa swali ndefu. Halafu kavaa shimizi yake, kavaa na kanzu yake. Halafu kavaa na buibui lake, kavaa na shungu lake kubwa. Na ile shungu lenyewe hakikishe kavaa nini? Kitambaa ndani kile, au kilemba chao alichokivaa ndani kwa nywele zake. Ikitokezea dharura, bahati mbaya akadondoka, sura yake ndefu itamsitiri. Wakati mimi somo hili hapa inafika miaka 8 nyuma, nikapoa habari kama fulani avaa swali ndefu, akavaa na buibui lake, akavaa kifua chake buibui lake. Sheikh Asbati kasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Narudia tena kwamba ukivaa nguo yako ya ndani, ukavaa suruali yako ndefu, ukavaa kama ni shimizi yako au kitu chako, ukavaa na kanzu yako, alafu ukavaa na kilemba chako kichwani, ukavaa na shungi lako, ni stara zaidi. Ndio stara zaidi. Ikitozea bahati mbaya umepinduka, umesukumwa, tutoe mfano wazi, nyinyi wanawake, bahati mbaya imetokezea puru umesukuma, hukuvaa swali ndefu, mwili wako uko wapi sasa? Utamuonea haya nani sasa? Na kila mmoja anakuona pale mwili wako sasa. Ndio tukasema kwa swali ndefu ina uzito wake mkubwa sana, hasa kwa wanawake tofauti na wanaume, kwa sababu mwanamke mwili wake wote ni aura, isipokuwa atambua viganja vya mikono, tabu kuviona vile vile, au utakwambia nyayo. Mambo mengine ni muhali, nyayo hii. Sasa nyayo sio mguu, nyayo ni muhali. Maswali mengine anasema hii kumsababisha mtu ashindwe paji la uso hili. Chenifahamu? Wewe kwa moja. Sasa ikiwa umevaa swali ndefu, ina maana wewe inakudhibiti mwili wako. Na kwa upande wa wanaume tumesema hakikisha kitovu chake kifunika. Vaa juu ya kitovu, kabisa funika kabisa kitovu. Funga mkanda. Tunakuja. Kwa hiyo ya pili nasema masala tawafu pale, sharti ya pili kwa mwili wako hauonekani, sirru aura, tupu yako haionekani. Nywele za mwanamke ni aura, usiokavaa nywele za utosini hapa ziko wazi. Tufanye namna hiyo. Kuna mwingine hujifunika halafu sikio liko wazi hili. Kajitanda sikio liko wazi na hili. Hapana. Fundishaneni jinsi gani kuvaa mitandio yenu na vilemba vyenu. Sikio la mwanamke sio uso, unaambiwa uso. Unafahamu namna hiyo? Tuendelee. Wakati Bwana Mtume sallam baada ya Fathu Makkah akamtuma sahaba Abu Bakr Siddiq
radhiallahu anhu ende akafanya ibada ya haji, yeye hakwenda. Lengo na madhumuni kwenda kusafisha yale mabaki machafu ya ushirikina, ayaondoshe yote. Ndipo anahadithia hapa, ba'athani Abu Huraira radhiallahu anhu qala ba'athani Abu Bakr Siddiq, amenituma mimi huyu Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu fi hijjati allati amarahu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika hija ambayo kwamba alimwamrisha bwana mtume aende akahiji, nenda kahiji. Kwa hiyo Abu Huraira akawa ni miongoni mwa wajumbe wa huyu Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Nenda wewe kiongozi, na hawa wajumbe wako utafuatana nao, utawapa maelekezo na mafundisho jinsi gani kusafisha pale machafu. Kwa hiyo Abu Huraira akatumwa na Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, ambao kwamba Abu Bakr Siddiq alitumwa nenda Maka, akamrishwa kafanya ibada ya haji, lakini ondosha haya, toa matangazo haya. Kwa hiyo Abu Huraira akapa matangazo, firati yuadhinuna fi nnas yawmun nahr, apite kwa watu makundi, halafu watoe matangazo, wapite kwenye makundi ya watu siku ya sikukuu ya kuchinja, watoe matangazo. Tangazo nasemaje? Tangazo nasema la yahujja baada al-am mushrikun, la nahya, asihiji baada ya mwaka mshirikina yoyote. Kuanzia mwaka huu ndio mwisho kuja kuhiji ibada al-haji mshirikina yoyote. Ya kwanza hilo. Jambo la pili, wala yatufu bil baiti uryana, wala situfu katika al-Kaaba hali kama mtu yuko utupu. Mawili hayo, matangazo mawili yakatangazwa. Mshirikina asende mwisho mwaka ule, na vile vile kutufu katika nyumba tukufu al-Kaaba hali kwa utupu. Sasa utupu kuna namna mbili, kuna kuvua kabisa na kuna kuvaa nguo vile vile ikawa ima mwili wako unaonekana au shafafu, kwamba inaonesha nguo yenyewe ile inaonesha kabisa mwili wako unaonekana. Na tukasema kuhusu wanawake, kuna matukio yanatokezea katika al-Kaaba ambapo kwamba anakuja mtu kwa nia yake mbaya, akifika kamkuta mwanamke mwili wake umempendeza moja kwa moja, kwenda anamngangania, mpaka anamharibu. Hayo shatokezea si mara moja. Kwanza niliona kwenye kitabu, baadaye katokezea katika grupu langu, nikamwambia mbona hukunipa habari? Tukajua huyo alikuangania wewe mpaka haribu yanatokezea. Kwa hiyo ndio maana katika somo lile tukaongezea, hapana, vaa nguo zako zile sifa kadha, isitokezee lile joto lile baina wewe na nani na yule mtu ambaye kwamba mmepishana. Kuna mwingine anakufuata kusudi kabisa. Wewe mwingine ibada zako kule huna habari, kufika na kuungania, ajifanya kama vile kasukuma huku, kwa hiyo kasukuma hapati kuondoka pale, kumbe na lengo lake. Allahumma inna a'udhubika min hadha. Mungu atubishe hapo kama hilo hapo. Kwa nguo zako ziwe kamili tena mzito. Naam. Kwa hiyo sitrul aura. Na vile vile alwaqtu. Tukasema tawafu sala. Tawafu ni sala. Kwa hiyo sala kuna nyakati tatu ambazo kwamba zimekatazwa kusali. Tuluu shams. Wakati tuluu shams, kuchomoza kwa jua. Linachomoza pale, kipindi kile hutakiwi kusali. Jua linapozama hutakiwi kusali. Vile vile fi kabla sama, kabla zawali, lipo katikati ya utosi hapo, kabla kuondoka jua hutakiwi kusali. Nyakati hizo vile vile, kwa vile tawafu ni sala, hutakiwi kutufu na kuzika. Kipindi kile wale wenye kuabudu jua wanafanya ibada zao, isikapatikana sasa nini kufanana na ibada sisi na wao, khalifu al-yahuda au nasara na majusi kadhalika. Nyakati tatu hutakiwi kutufu wala kusali wala kuzika. Pindi jua linapochomoza liache mpaka lipande kiwango cha lishakabilika tayari cha kurusha mkuki vile, ndipo utaanza ibada yako. Tufanye namna hiyo.
jua likichomoza pale, subiri lichomoze kamili. Likishakamilika kuchomoza, naam. Na jua likiwepo katikati ya utosi, wakati jua kali lipo katikati ya utosi, sasa ile katikati ya utosi pale usianze ibada yako. Na vile vile jua linapochomoza, linapozama, sasa ile unaliona sasa linaingia pale, shabili rangi linaingia linapozama. Nyakati tatu hizi hutosali, hutotufu, wala hutozika. Ama yule ambaye kwamba kaanza ibada yake anasabiri baada ya sala asubuhi akaanza ibada, ikamkutia lile jua yeye yumo ndani ya ibada, aendelee na ibada yake. Au aliingia kabla jua halijafika katikati ya utosi akafanya ibada yake, jua linakuwa katikati ya utosi, yeye hajamaliza, aendelee na ibada yake. Au yule baada ya sala asr kafanya ibada yake, sasa ameanza jua halianza kuzama, likamkutia jua sasa lile linaanza kuzama, aendelee na ibada yake. Kilichokatazwa kwamba jua linaanza kuzama na wewe unaanza ibada, jua linaanza kuchomoza na wewe unaanza ibada, jua linakuwa katikati ya utosi na wewe unaanza ibada. Hayo ndio lokatazwa. Wallahu a'lam. Inamal a'malu binniyat. Kwa siku ya mwanzo maana yake tawafu ile pale ya umra, tawafu al-qudum. Tunafahamu namna hiyo. Ukija kufanya nyingine tena tunajua mwenyewe unakusudia nini kwa nia yako moyoni. Rudia tena. Sharti ya mwanzo tukasema yule mtu tohara, udhu wako unao moja kwa moja, udhu unao. Udhu ukitenguka tumesema ni sala. Kwa vile ni sala, ina maana sala yangu ya dhuhuri ni kasara ya kwanza, udhu wangu mnao. Ya pili udhu wangu nao. Ya tatu udhu ukatenguka, lazim nikatie udhu mwingine. Nikifika nitaanza vipi? Niunganishe? Jawabu la, nitaanza mwanzo, ili imeharibika tayari. Kwa hiyo kuchunga udhu ni lazima, udhu wako kuuchunga ni lazima. Kwa hiyo utapita ya kwanza mpaka ya saba, udhu unao. Naam, lao umeharibika udhu, usione tabu, vyoo vingi sana, maji mengi sana kati ya udhu. Tunafahamiana namna hiyo. Hiyo hali ya mwanzo. Hali ya pili vile vile unaweza kusahau, kama vile sala hii rakaa ni ya 3 au ni ya 4. Hii rakaa ngapi? Ya 3 ya 4. Wasa yabni ala al-aqal, utajengea ya 3 sio ya 4. Kwa hiyo na hii tawafu hii ya 5 ya 6 hii, chapotea hii ya 5 ya 6, basi jengea nyuma yake ngapi? Ya 5. Zikizidi zile 7 zimo. Leo kanafahamika namna hiyo. Tujalie zimezidi, unazo 8 umekwenda, 7 ziko wapi? Zimo mule. Katika 8 zilizokwenda 7 zimo. Je, ukasema hii ni ya 6 au ni ya 5? Kwa sababu bora ya 6 hii. Ukamalizia ngapi? Ya 7. Kumbe ni ngapi ile? Ilikuwa ya 5. Wewe ukasema 6. Sasa 7 ziko wapi? Hazikutimia. Umepata ngapi? Itakuwa umepata 6. Na ibada hii ni ngapi? Iwe 7. Kwa hiyo kama sana unavyoona, yabni ala al-aqalli, utahesabu. Iko mwenye na kitabu chako utaandika kwanza hiyo. La unakambako piga mafundo, au unazingatia mwenyewe na kalama zako sehemu. Lakini upate ngapi? Jumla ziwe 7. Ukikusudia kuzidisha ni kosa, ukikusudia kupunguza ni kosa, huna ibada. Udhu kutenguka, utakwenda kutia mwingine, utarejea tena. Na alafu ya 6 atarejea tena. Alisema ende 8 atarejea tena. Kwa sababu ni ngapi jumla kaambiwa? 7. Hai, huende kwa watu ni wengi, pressure, ugonjwa, matatizo, udhu wako unao. Nenda kapumzike sema. Ngapi? Nimekonda 4, bado 3. Kapumzike. Tu uchunge udhu wako. Kakae ndani ya msikiti utulie. Sasa chapumzika, unarejea tena sasa. Ya ngapi zile? Nimekonda 4, sasa naanza 5 pale. Na mazia ngapi? Ya 6, na mazia ni ya 7. Sala imekimiwa. Ya ngapi? Hii ya 4, bado 3. Sala hiyo inakimiwa. Tafuta sehemu usali. Tasali. Ukimaliza kusali udhu wako nao, unakuja zile kwa 4, naanza ya 5. Pale pomaliza ulipofikia una kalama yako. Ikiwa ni 4 basi iwe 4. Ikiwa ni 5 5. Ukimaliza kusali unaingia uwanjani tena kumalizia ile kilichobakia. Tunafahamia namna hiyo. Kwa hiyo tawafu ni sala, udhu uwe nao.
Masala ya mwanamke kutengua udhu au mwanao kutengua udhu yapo hayapo? Masala yapo. Na udhu kimshika mwanamke unatenguka, mwanamke amshika mwanaume unatenguka. Lakini sheria inasema adharurat tubihu mahdhurat. Adharura, mambo ya dharura, tubihu mahdhurat, inafanya halali jambo ya haramu. Mambo ya haramu na kwa kipindi kile kwa yule alivyokuwa na dharura, kwa yule, si kila mtu. Kwa hiyo ikiwa imetokezea dharura, bahati mbaya unahujua hapa naanguka bila kujitambua, ukamrukia mtu pale, mwanaume kuangukia mwanamke, mwanamke akamrukia mwanaume kujinusuru asidondoke, je, udhu umetenguka? Jawabu hapana. Amekukanyaga mwanaume, umemkanyaga mwanaume, udhu wako umetenguka? Jawabu hapana. Lakini kuna sharti. Ulifikaje pale wewe? Hata kufika hatua wewe ukavamia wanaume au mwanao kuvamia wanawake, mapema chukua tahadhari yako. Uwanja ni mkubwa, watu ni wengi, lakini upo uwezekano ukawa wewe unakwepa wale. Sio wewe ujifanye mjanja, umejisahau moja kwa moja, sasa unavamia tu, unakwenda tu kile penye kichochoro unapenya tu, upo wazi unapenya tu. Baadaye vipi? Unaingia kwa grupu la wanaume. Utamlaumu nani? Jilinde, jichunge. Kwa hiyo ikitokea dharura, udhu wako unao. Mtu na mke wake, je? Mtu na mke wake, je, kamshika mkono papo moja kwa moja, anamlinda mwenyewe mke wake katika tawafu, udhu utatengua. The mengine mtu mshika mke wake unatenguka udhu. Katika tawafu pale udhu hautatenguka, kwa sababu wajibu wako umlinde na umsimamie. Ama mwanamke ajinabii ukamshika mkono kwa sababu grupu lako, udhu wako unatenguka. Tunafahamia namna hiyo moja kwa moja. Ama mke wako ushika mkono tayari, pita hapa, tupite hapa, sogea hapa, ndani ya nini? Basi udhu kwa pale. Mara moja Sheikh Saleh kaulizwa swali kama hayo kwa tuko pamoja, Sheikh Saleh Kabi akajibu kwamba udhu pale hukumu yake kwa mdhabi yote hukumu moja. Udhu hautatenguka kwa dharura hizi. Kwa hiyo hata mtu kwa mke wake hautatenguka kwa kumlinda na kumhifadhi katika tawafu. Lugha nafahamu kama hiyo. Sheikh Saleh Kabi akajibu swali hayo miaka nyuma. Kwa hiyo mume kwa mke wake atachukua nafasi ile vizuri kumlinda na kumhifadhi. Lakini vile vile wasichukue grupu wakachukua nafasi wale wanawake wakaingia katika grupu la wanaume, au wanaume wakaingia grupu la wanawake kwa kusudi. Akataladha, hana ibada. Sasa ngoja nikataladha, itakuwa hana ibada, kwa sababu hukumu iko pale pale. Naongezea kitu hapa. Katika sala, je, tunasali watu ni wengi, nimesujudu juu ya mguu wa mtu, nimesujudu kwenye kiuno cha mtu, watu ni wengi? Hapana. Sala inatakiwa usali kama kawaida. Kusujudu juu ya mguu wa mtu, juu ya mgongo wa mtu, bado sala yako haijakamilika hiyo. Mapenzi ngatiwe hapo. Naam, twende kwenye tawafu yetu. Tukasema namna tawafu tumeonyesha hapo. Tawafu yako umesema Kaaba, unaweka mkono wa kushoto, unatembea moja kwa moja. Na vile vile dua zako unazo kama tulivyozionyesha. Na udhu wako jitahidi usitenguke. Na miendo yako jumla mzunguko yako iwe 7. Uanzie Rukun Hajar al-Aswad mpaka umalizie Rukun Hajar al-Aswad. Kamaliza pale. Miendo 7. Udhu wanao. Atakwenda kusali makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim utakuta kuna kama kijumba kidogo hivi, kiboksi cha kioo. Al-asli watu ni wachache, utasali pale. Watu ni wengi, sali na msikiti. Upande ule kule wote umejaa na nafasi, utapata kusali moja kwa moja. Utasali kwa msikiti. Haya. Kimaliza kusali, tomba dua zako, shiba yako. Utakwenda kunywa maji. Zamani kwa kuna sehemu kati pale Kaaba pale, kuna shimo pale kwenye uwanja ule, tunaingia ndio kwenye maji yenyewe. Sasa hivi pembeni kabisa kule ya uwanja kule mabomba yamewekwa mengi sana. Nenda kanywe maji. Ni sunna kunywa maji yale pale.
Baadaye ni sunna kuelekea multazam, kwenda kuomba dua, ni vizuri. Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu amesema kwamba hajilazimishi mtu kwenda pale akaomba dua isipokuwa dua yake itakuwa mustajabla, anajibiwa. Lakini watu ni wengi, kwa hiyo pale pale tizama pale ulipokusudia mwenyewe, baina al-Kaaba na ale mlango pale panaitwa multazam, omba dua zako pale pale ulipo, usende pale ukwenda ukajiumiza ukajisababisha madhara na kuudhi watu. Bwana Mtume sema qala sallam, ma'u zamzam lima shuriba lah, maji ya Zamzam ni kwa kile ambacho kwamba mtu alikusudia kunywa. Kwa maji yale insharabtahu, ikiwa umeyanywa maji yale, tastashfi shafaq Allah, ili upone maradhi yako Mungu atakuponyesha. Wa inshabtahu lishabika ashba'aka Allah, ili ushibe Mungu atakushibisha. Na vile vile insharabta, ukianywa maji hayo, liqat'i dhamika qata Allah, ukate kiu Mungu ataikata kiu yako. Kwa katika hali zote lengo lako ni nini? Naona lengo langu kunywa maji ya Zamzam ili nipone maradhi. Tia nia yako, soma dua zako mwenyewe, Mungu atakuponyesha. La na kiu Mungu ataiondosha. La na njaa, kunywa maji yale pale, Mungu ataondosha njaa yako. Nia yako lima sharabta, kwa lile kusudia mwenyewe kunywa. Innaha mubaraka, kwa maji yale ni yenye baraka. Taamun tu'min wa shifau suqm, ni chakula kwa mwenye njaa na ni ponyo kwa mwenye maradhi. Maji ya Zamzam haya utakunywa mwenyewe, hana tabu. Kwa hiyo narudia tena kwamba unapokwenda kutufu, kwanza una udhu wako. La pili unaanzia pale rukun Hajil Aswad. La tatu mzunguko wako utaishia pale pale. La nne mwendo wako jumla iwe 7, na ukimaliza hapo sasa ndipo utatoka kwenda kusali. Tukarudia sema tena kwamba ikitokezea udhuru wa kutenguka na udhu, utakwenda kutia udhu, utakuja kuanza mwanzo. La pili, ikiwa umechoka au huwezi tena kuzungumka kutokana na pressure mengineyo, kakae sehemu tulie, baadaye uendeleze, lakini hakikisha udhu wako unao. Tukasema tena, ikiwa ni dharura imetokezea aina yoyote ya sala imekuja, sasa mzungu wangu wa 5 huu, kwa hiyo nenda kasali, baadaye uje umalizie ile miwili iliyobakia moja kwa moja. Naam, hayo tumezungumza. Tutoe masala kwa tawafu. Ikiwa kuna masala tuulizane katika mlango wa tawafu. Na bismillah. Sunnatu tawaf. Anasema je, ile maqam Ibrahim, je tusali sala gani pale sisi? Mbona itwa sala ile ya maqam Ibrahim? Ile sunnatu tawaf. Sunnatu tawaf. Naam. Kuna tawafu ya kwanza ya umra. Tawafu ya kwanza. Sasa ukishafika kule mwenyewe, mimi tahiyatul masjid, utakwenda tawafu ukitaka. Nataka sunna, utakwenda kufanya tawafu unachotaka mwenyewe. Lakini ya kwanza nia yako ni tawafu ya umra. Tawafu ziko nyingi, kwa sababu ni ibada ya kawaida. Unafahamu? Lakini kutoka safari yako moja kwa moja, tawafu ni ya umra, kwa utatia nia ya umra. Tujalie leo ya pili, leo uko pale, mfuje likatufu kwa sunna yako mwenyewe, au ningia msikitini tayari basi ukaamua kutufu. Naam. Lakini tawafu ya umra ndio hiyo ya mwanzo ukifika.
utatiania tawafu hapa al-qudum akufika pale ya umra. Na bismillah. La kulia ndivyo sio mizunguko mitatu ya mwanzo au sio? Wako walikuwa mizunguko mitatu ya mwanzo, wakasema mizunguko yote wako sema ni sikuzungumzia, lakini vile umeuliza tutaizungumzia. Zama za Mtume sallam kuna mvutano baina wa na makafiri, na kipindi kile tayari bwana mtume harakati zake zimeanza kubwa na mashuhuri kwamba ana nguvu. Wakapata habari kwamba Muhammad kafikwa na homa kali sana, yeye na watu wake hawana nguvu. Kwa vile wakatoa tangazo hilo, habari akasikia, akatoa amri kwa watu wake, maelekezo kwamba tunapokwenda kutufu tawaful qudum, kwa hiyo tutaacha bega letu moja wazi, halafu sasa tutatufu tena kwa haraka haraka, kwa vishindo na kwa mbio. Hii kwa wanaume. Likafanyika hilo. Wale makafiri walipoona mbona hawa wana nguvu zaidi kuliko sisi, yale habari kwa ni uongo. Ilikuwa kuwaonyesha wale makafiri kwamba sisi hatujaumwa na homa na nguvu tunazo. Kwa hiyo nakwenda kwa vishindo, halikuwa begi moja liko wapi? Liko wazi la kulia. Sasa je, ile kalipo mpaka leo haipo tena? Tena mizunguko mitatu ya mwanzo wakasema. Wako waliokwenda wakasema la mansukh, kwa sababu lengo kubwa kuwaonyesha makafiri kwamba si nguvu tunazo. La pili hawakudumisha. Wako wasema la, mpaka leo ipo. Mpaka leo ipo. Begi lako la kulia mizunguko yako mitatu ya mwanzo. Unafahamu kama hiyo? Hii ni hasa kwa nani? Kwa wanaume. Wanawake hawahusu. Wanawake asikatoa begi lake mwanamke ikawa ni mtihani sasa. Wallahu aalam. Sasa nimefahamika Tawafu gani nimesema ya mwanzo? Sawa Tawafu ifadha una nguo zako za kawaida hizi. Huwezi kutoa begi lako nje. Hii tawafu qudum. Siku ya mwanzo ukifika pale. Asante. Na bismillah. Umra ya mwanzo pale. Umefika? Ndipo hapo umefika pale ndio ya mwanzo hiyo tawafu ya umra. Naam. Kwa nia yako tawafu yangu ya umra. Alayhi salam. Kumani. Naam. Rabbana atina fid dunya hasana wa qina adhaban nar. Ipi sasa? Naam. Swali lako liko wapi hapo? Kwanza hizo dua hazihusiani au melezo Qur'ani hausiani na ibada yetu ya al-Hajj. Wa mimma yaqulu rabbana fi dunya hasana wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Hii haihusiani kabisa ibada yetu ya tawaf. Ya pili ilipokuja na Qur'ani pale rabbana atina fi dunya hasana, ile dua ile haihusiani kabisa nini na ibada yetu ya nini ya tawaf. Bwana Mtume asema khudhu anni manasikakum. Kwa katika ile manasika al-haji ndipo sasa akapanga yeye. Haina maana kwamba dua ile ya Qur'ani kule ndio ijosome hapa kwamba umetekeleza maelekezo ya kule. Hii manasiki ni mengine. Kwa Bwana Mtume ndio akasema rabbana atina fid dunya hasana, yustahabu inapendelewa baina hapa na pale, sio wajibu. Tunafanya namna hiyo. Kwa hiyo ni habari nyingine, kuna mtu mwingine.
Naam. Sehemu ya kutembea kuna kilima cha Safa na kuna kilima cha Marwa. Pindi unapokwenda Marwa lazima utokee Safa, na pindi unapokwenda Safa lazima utokee Marwa. Kwa hiyo wapi tuanze? Asili yake hii Bibi Hajar radhiallahu anha, pindi anatafuta maji ya mtoto wake. Kipindi hicho Nabiullah Ibrahim alayhi salam alipomweka pale Maka, utabakia hapa, Allahu amaraka, Mwenyezi Mungu akaamrisha hivi, asema naam, Allahu amarani lan yudayyi'ana Allah, akasema Mwenyezi Mungu hatatutupa sisi, Mwenyezi Mungu hatatutupa sisi. Iko Mwenyezi Mungu kwa kuamrisha tuweke sisi hapa katika bonde hili, jangwa hili, hakuna vyakula, hakuna matunda, hakuna miti. Mungu akuamrisha hivi, sema naam, Allah amarani, Mwenyezi Mungu anamrisha, basi bismillah, lan yudayyi'ana Allah, Mwenyezi Mungu hatatutupa sisi, wewe nenda. Inasemekana Nabii Ibrahim alipokuwa na masafa fulani akageuka akaomba dua, akaenda safari yake. Baadaye wakati alichoachiwa kimemalizika, mpaka maji sasa, ona mtoto wangu atakuja kufariki kwa mapaja yangu, nihangaike kumtafutia maji. Ndipo sasa ikawa anakwenda Safa kwenye kilima, anapanda, anakagua, anatizama upande huu wa mtoto wake. Baadaye anakwenda zake Marwa, anaparajiwa zao upande wa mtoto wake, huku anatafuta. Al-asli, watu wa mashamba wana mambo yao na watu wa mijini wana mambo yao. Natoa mfano ili pekee wazi, bil mithali yatadhilu al-maqal. Wakati gani yasaliwa sala dhuha? Bwana Mtume sallam alikuwa anasema sala kama hayo, anasema kiwango cha mtoto wa ngamia kupata joto. Sasa kunaambia habari mimi mtoto wa ngamia apate joto, ni wakati gani huo? Sasa nitajua vipi? Lakini watu wa shamba, jua limenyanyuka kiwango, jua linyanyuke kiwango cha mtoto wa ngamia ashapata joto hivyo. Naam, kwamba Bibi Aisha anasema kwa Bwana Mtume sallam ilikuwa sala ya al-asr wakati gani? Jua likiingia katika dirisha la Bibi Aisha, kwa mwangaza wa asiri ule, ukipita katika dirisha lake pale asiri tayari. Ndivyo vipimo vyao vilivyokuwa navyo zamani. Tulifahamu namna hiyo. Vipi sala ya Eid? Kiwango cha mtu kurusha mkuki. Kwa vipi rusha namna gani? Je, utaweka hivi mkuki au hivi? Una namna yake. Jua liko kiwango cha kurusha mkuki mtu. Hivyo sema naam. Kwa hiyo huu ni mfano. Bibi Hajar vipi atapata chakula na maji? Anakwenda kwenye mlima, anakagua. Je, ndege wako wapi ambao kwamba wenye kuruka mahali pamoja? Ina maana kukutia ndege ambao kwamba anaruka mahali pamoja juu kule, wamekaa wanazunguka zunguka pale, ni dalili kwa chini kuna mzoga au kuna maji pale. Tunafahamu namna hiyo kwamba wale ndege wako juu wanaruka zunguka sehemu ile pale, hayo ni mahali pengine, ima pale pana mzoga au wanakunywa maji, wanaruka wanacheza wenyewe pale. Sasa ndio anapanda kukagua huku, kutizama kwa mbali, anapanda kule kilima cha kule. Kwa hiyo sasa anatafutia chakula, maji, tafutia maji mtoto wake. Angalia ihtimamu nyama kwa mwanawe, uzito mkubwa wa mama kwa mwanawe alikuwa nao. Sasa baada ya kujengwa Kaaba na ibada zikaanza, halafu sasa ikawa utawala ule wa miaka imepita wa Kiislamu, ikabakia mabaki tu ya dini hii. Ibada ya haji ni kongwe, kwa vile ni kongwe, lakini tayari ishaharibiwa. Asli ya masanamu ni nini? Ima ni mtu mtukufu ndiye wanamchonga sanamu wakamweka pale. Baada ya kupita miaka na miaka, watu wa pale mtukufu yule wanageuza sasa kwenda kumwabudu. Kwa mfano, masanamu yale ambao kwamba walioambiwa kwamba la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala su'a wala yaghutha
wa Yauqa wa Nasra. Hawa si kwamba ni miungu kama miungu, asili yake ametengenezwa vile, ilikuwa ni waja kwa upande wao ni watu watukufu. Sasa wakatengeneza baada ya kupita miaka, sasa hapana, tutengeneze sanamu tuwakumbuke watu wetu. Baada ya kupita muda sasa vipi? Liabudiwe ile sanamu. Kwa hiyo huu ndio mfumo uliokuwa nao mpaka leo upo. Nadhani masanamu ya Tanzania tunao sisi hapa. Yapo. Fulani kafariki, sanamu lake liko wapi? Tengenezwe liwekwe. Moja kwa moja. Ikipita miaka na miaka sasa, kizazi cha baadaye kitajua ndio Mungu wao yule, watamwabudu. Ndio ilivyokuwa namna hiyo. Hubal au na mfano kama masanamu yale. Asili yao ima ni waja wema kwao, wakatengeneza kwa vipi? Iwe ni miungu. Sasa wakatengeneza masanamu mawili, moja kaleka Safa, moja Marwa. Baada ya kupita miaka na miaka, masanamu mawili. Kwa mujibu wa Uislamu sasa, washofahamu Uislamu, kuna tutafanyaje ibada pale hali ya kuwa kuna masanamu? Sasa wao hawaende Safa na Marwa, waisha tawafu, kazi imekwisha. Mwenyezi Mungu akawafahamisha. Ieleweke vizuri hii aya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Sha'air maana yake kama nembo vile au alama ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuwepo kwake Allah subhanahu wa ta'ala katika Safa na Marwa. Faman haja albayta wa i'tamara, mwenye kuhiji au mwenye kufanya ibada ya umra, fala junaha alayhi, hana madhambi, an yatawafa bihima, akaona kuna Safa na Marwa, kwamba kuna sanamu si nitapata madhambi, na kuna sanamu la, hupati madhambi. Kipindi hicho nguvu bado hazijapatikana za kuondosha yale masanamu. Lakini baada ya Fathu Makkah tena moja kwa moja vipi masanamu yakaondolewa yote, yakasafishwa. Ikawa sasa moja kwa moja ni kusafi, hakuna tena sanamu. Sasa mtu asikafikiria aya hii kwamba hakuna ubaya kutufu, maana yake una khiari. Na wako waliokwenda namna hiyo, una khiari. La, kwamba kile kipindi kile ilikuwa kuna masanamu. Kwa hiyo watu yataharajun, watakuwa wanaona tabu na mashaka kwenda kufanya sa'i Safa na Marwa. Badala yake hivi sasa hawaendi kwa sababu ya masanamu. Kwa hiyo la, makusudi yake sasa ni kwamba kwa wale waliambiwa wale, na historia kabakia mpaka leo. Historia kabakia mpaka leo kwamba ndio maana kuna Safa na Marwa, na hii ni nguzo katika nguzo za al-Hajj, katika nguzo za umra. Nadhani imefahamika kwa ufupi. Kipande hichi aya inna Safa wal Marwa min sha'airillah, mimsado hifadhi, kwa sababu Bwana Mtume sana amesema ibda'u ma bada Allahu bihi, ibda'u, anzeni ma bada Allahu bihi. Pale alipoanza Allah subhanahu wa ta'ala, ameanza vipi? Ameanza inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Hakika Safa na Marwa ni alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nasi tuanze Safa kwenda Marwa. Kwa mzunguko wa kwanza kabisa unakwenda juu, unapanda kilima cha Safa. Ukipanda kilima cha Safa unakuja kuelekea Marwa, Safa wal Marwa. Kwa hiyo aya Qur'an hii lazima uwe nayo, inna Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khaira fa inna Allah shakirun alim. Ihifadhi kichwani, muda unao. Tunafahamu namna hiyo. Kwa hiyo hii la mwanzo. La pili ni kwamba mwanzo wako lazima uanzie pale Safa. La tatu, utasimama pale, utaelekea Kaaba, utaleta takbira 3. Zamani ilikuwa nguzo sio nyingi, sasa hivi nguzo nyingi. Unakaa unazama Kaaba pale moja kwa moja, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa hiyo kilima wakati tunakipanda, inna Safa wal Marwa min sha'airillah, unaposimama utasoma dua hiyo, takbira hizo. Inatakiwa pale pale usome la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini kwa mujibu wa zogo la watu
na mfungamano wa watu na kusukumana kwao. Kitu muhimu, unapanda kilima, unasoma ya Qur'ani, unasimama na Kaaba, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, unateremka la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. Unateremka kilima, unaelekea Marwa. Kitu muhimu, nia yako. Hii ni ya nini? Ni sa'i. Ya nini? Ya umra. Tumefanya namna hiyo. Hai. Katika sa'i, udhu sio lazima, bali istihbab, unapendelewa kutua na udhu. Kushatia udhu wako unapendelewa. Na vile vile kuna alama mbili ya rangi, kuna taa za rangi ya kijani. Taa za rangi ya kijani zile, kuna dua pale utasoma, Rabbi ighfir warham, Mwenyezi Mungu samehe na utuonee huruma. Rabbi ighfir warham, watajawaz amma ta'lam, na uyapitilize, uyaondoshe, maana uyachupe yale ambayo kwamba wewe unayajua si hatuyajui. Huenda tukafanya madhambi yake hayajui, Mungu anajua. Kwa vivyo tusamehe. Innaka antal a'azz, kwamba wewe ni mtukufu zaidi kuliko watukufu wote, tena al-akram, ni mkarimu zaidi. Unaweza kutukirimu sisi, kutufutia madhambi sote bila kupungukiwa, bila kupata hasara. Rabbi ighfir warham, lazima uhifadhi. Rabbi ighfir warham, watajawaz amma ta'lam, innaka antal a'azzul akram. Hayo ni mambo uwe kichwani. Sasa alama rangi ya kijani, utakimbia kwa mwanaume mwendo ambao kwamba si kama mwendo wako kama vile unafukuza mwizi, la, ni mwendo wa kurukaruka, wa kukimbia. Lakini wanasema na toti, tufahamu hiyo. Wanawake mwendo wa kawaida, alama ya kijani mpaka alama ya kijani tayari unarudia mwendo wako wa kawaida. Wanawake mwendo. Sasa dua zako ni zipi? Qur'ani yako, kwa dua zako zilizokuwa nazo, Qur'ani yako kama kawaida, mpaka unafika Marwa, unakwenda kuelekea al-Kaaba. Kule utasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Unatemka la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir, mpaka kwenye alama rangi ya kijani, Rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam, innaka antal a'azzul akram. Unakwenda dua ile mpaka ukimaliza rangi ya kijani, unakwenda na dua zako za kawaida mpaka unafika Safa, inna Safa wal Marwata min sha'irillah, mpaka mwisho unaelekea al-Kaaba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Unageuka la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, kama kawaida unatenda. Ukaanza hapa, baadaye ukaenda kule, hiyo sio. Ukasangoja nifanye sa'i, baadaye nifanye nini? Tawafu. Hapana, sio ilipokuja namna hiyo. Kwanza tawafu, baadaye ndio ni sa'i. Ya kwanza izingatie. Ya pili, lazima anze Safa kuja Marwa. Ukianza hapa Marwa kwenda Safa, huu ulioanzia Mwanza haumo, huu ulitoka Safa kwenda Marwa haumo. Anze Safa kuja Marwa. La tatu, kutoka Safa kuja Marwa moja, kutoka Marwa kuja ya pili. Kwa hiyo ukitoka kule kilima cha kule mpaka kilima kingine mmoja, tafanya tawafu. Tawafu kwa kweli ni mzunguko. Na tukasema udhu si lazima, lakini napendelea kuwa na udhu. Ikitokezea bahati mbaya huyu mtu imekimiwa sala, je, au bahati mzuri safu zimo, kumbaya ngapi sala yako, bali endeleza kama kawaida. Vigari vipo, atabebwa kwa vigari moja kwa moja, inafaa kama kawaida. Naam, hayo kwa ufupi ya sa'i. Narudia tena kwa ufupi. Tumesema sa'i ni mwendo baina Safa na Marwa. Udhu sio lazima, inapendelewa kuwa na udhu. Ya tatu, unaanza Safa kuja Marwa. Ya nne, mwendo wako iwe 7. Mwendo lini? 7, 1, 2, 3 mpaka 7. Ya tatu vile vile tukasema kwamba ikikimiwa sala unaweza kukatisha kama kawaida ukasali. La, tumbo limekukata, haja kubwa, haja ndogo, unaweza kwenda zako msalani, baadaye kuja kuendeleza pale pale mfika. Tujalie shakwenda mwendo minne,
tumbo nikata bana. Vyo vipo ndio zako. Ukirudi unakuja kwenda ya 5, ya 6, ya 7 umemaliza. Tafuta nini? Na tawafu. Tawafu utaanza mwanzo. Hii unaendeleza kama kawaida. Sawa Na uhakikishe imefanyika baada ya nini? Ya tawafu. Tumemaliza tawafu sasa. Tulihirimia, tukenda tawafu, tukenda sa'i. Kwa huyu mwenye kufanya baada ya umra, bado kupunguza nywele au kunyoa nywele. Kwa wanaume ana hali mbili. Kwake ima kunyoa kupunguza. Kwa mwanamke ana hali moja, kwake kupunguza. Vinyozi wapo. Jitahidi unyolewe na mtu ambaye kwamba yeye si muhrim kipindi kile, au kashanyolewa tayari, au upunguzwe na mtu kama huyo. Kwa wanawake vile vile, wana watu wao, maharim zao, kuna wengine na waume zao, kuna watoto wao, au wanawake ambao kwa tayari vipi washapunguzwa tayari wao. Mkiwa nywele uchukue apunguze kiasi kidogo cha nini? Anmila. Kama nchi moja hivi kidogo basi, lakini iwe vizuri, iwe ni kizima. Kwa hiyo mkia kwa ni mikia 2 3 kidogo kidogo nchi basi imetosha. Kidogo basi kwa wanawake. Nywele za mwanamke ni aura. Zifiche, zihifadhi, zifukie, ziweke sehemu kwamba imestirika hazionekani. Tafuta nywele za mwanaume. Kwa hiyo usijipunguze mwenyewe. Kwa vile hakuna dharura kujipunguza mwenyewe. La kuna dharura hapo kesi nyingine. Wako wanaume ambao kwa nywele zao ni kidogo kidogo sana au wana kipara. Kwa hiyo ikiwa una kipara, humo kwenye kipara chako mwenyewe patapitishwa kiwembe, hata unga moja kipatikana hivyo. Na kwa wanawake ambao kwamba wako wanapunguza nywele kidogo kidogo, kwa atazikata changa kichwa chake kizima. Tuepukane na khilafu ambazo kwamba hazileti faida, ukapunguza hapa. Mwingine upunguza hapa kidogo basi. Punguza kichwa kizima moja kwa moja. Na kwa wanawake mkia wako wa nywele pale kidogo basi, sio nyingi sana. Narudia kusema nywele, hukumu ya nywele za mwanamke ndio hukumu ya ndevu kwa mwanaume. Nini maana yake? Ndevu ya mwanaume inatakiwa ibakie vile vile kama ilivyokuwa nywele ya mwanamke ibakie vile vile. Kwa hiyo sio kaona na hirimia sasa hivi nishameza ihram kila kitu, ngoja nikipare kabisa kidevu changu. Utaingia kwenye madhambi tena makubwa, si madogo. Kwa wanaume utaingia madhambi makubwa. Ndevu zako ziache kama zilivyo. Masharubu na, lakini ndevu hapana. Ibada ya haji. Na upande wa wanawake vile vile nywele zao zitunze na zihifadhike. Kwa hiyo kwenye mkia kidogo atakata wastani wa inchi 1 atapunguza. La nywele zake ni ndogo ndogo basi atapunguzwa kidogo kidogo kichwa chake kizima. Kidogo kidogo lakini sio azikate kama mwanaume. Wallahu aalam. Ikimalizika hapo sasa, wewe tayari utaanza kukoga, nguo zako nyingine unazo utavaa, ikuwa ni manukato, ikuwa ni mingineyo, ushamaliza ibada ya nini? Ya umra. Kwa hiyo tawafu ni ile haibadiliki katika umra na haji, na sa'i ni ile katika umra na haji. Tofauti ni nini? Ni nia. Wallahu a'lam.